Tutaendelea kutoa motisha kwa namna tofauti kwa askari wetu katika vituo vyetu kama nilivyoelekeza katika matawi yetu, kwamba kilichofanyika hapa natamani kifanyike kwenye matawi hayo kwa namna tofauti. Tuwatie moyo wenzetu kwa namna tofauti, lakini zaidi tutengeneze mazingira ya amani ya nafsi. Askari wafanye kazi kwa amani ya moyo, wasiwe na ugomvi ndani ya mioyo yao, wajisikie wako sehemu sahihi. Kwa hiyo nimeanzisha utaratibu au kuanzia sasa tutakuwa na utaratibu wa mfanyakazi wa mwezi. Hivi nilichokiona hapa tutakuwa tunakifanya kila mwezi. Sasa sitopenda ijirudie hapa mwezi huu tumekupa, mwezi huu wewe hapa. Sasa tengeneza mazingira ya watu wakuone kile ulichopewa unastahili. Kwa hiyo tutakuwa na utaratibu wa kila mwezi tunatoa zawadi ya mfanyakazi bora wa mwezi. Sawa sawa. Natangaza ongezeko la kaposho kwa askari wote. Nitegemee kwamba wala ufanisi wa kazi si kiwango cha fedha unachopewa. Ufanisi wa kazi ni wewe kuruhusu moyo ufanye kazi kwa bidii. Kwa hiyo naweza nikakupa kiwango chochote cha fedha, lakini bado ukaharibu kazi. Lakini pamoja na hayo, haitozuia kusudi langu la kuongeza kidogo kwa kila askari. Kwa hiyo niwatie moyo, kazi yetu ni ngumu, lakini tukitanguliza Mungu tunaweza. Na wapo nilituma watu wachunguze ufanisi wa kila mmoja. Sawa, ni kweli taongeza kwa kila mmoja, ila kuna ambao taongeza zaidi kutegemeana kwa ripoti ya utendaji kazi. Niwashukuru sana kwa muda wenu. Kwa majina naitwa Inspekta Fatuma Kamili Mpinga, ni mkaguzi kata Milongo. Leo nimepata nafasi ya kuwa mgeni rasmi katika kampuni ya ulinzi inayoitwa Adel Security, ambayo hii kampuni ipo katika kata yangu, na ndio maana akaamua kunialika mimi niwe mgeni rasmi katika hii sherehe yake leo ya Mei Mosi aliyokuwa anawafanyia wafanyakazi wake na kuwakabidhi tuzo na zawadi. Hivyo basi rai yangu mimi kwa makampuni ya ulinzi, makampuni yote ya ulinzi yako chini ya Jeshi la Polisi. Hivyo basi kwa kuwa mmeaminiwa na Jeshi la Polisi, mfanye zile kazi ambazo na sisi tunazifanya. Jukumu letu ni swala zima la ulinzi na usalama. Ila nawataka makampuni ya ulinzi yale ambayo yanafanya kazi hayapo katika usajili, hawafuate utaratibu. Wafuate utaratibu wa kusajili kampuni hizo kwenda katika vituo vya polisi vikubwa ambavyo viko kwenye sehemu ile ambayo yupo, ili awe kihalali. Wasiwe wanaweka kampuni zao vichochoroni na kuweka kwamba kampuni imesajiliwa na hali ya kuwa haijasajiliwa. Mimi kama mkaguzi kata wa Milongo, kampuni ipo chini yangu na nimeweza kukagua zile kampuni ambazo ziko chini yangu, na wenzangu pia ambao wapo kwenye kata nyingine tunaambiwa kukagua kampuni hizi kama wametimiza vigezo vyote vya kampuni, na kama zina kasoro basi tunafikia sehemu husika, basi kampuni ile haitaruhusiwa kuendelea na kazi ya ulinzi. Basi niwatake msajili kampuni zenu kupitia Jeshi la Polisi. Tuko pamoja na nyinyi, na mkihitaji mafunzo pia unafuata utaratibu, utapewa askari kwa ajili ya kupewa mafunzo ya askari wako ili wawe imara katika kazi zao. Asante.